Na mtazamaji wa Faida Online TV, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora siku hii ya leo imewakutanisha baadhi ya waandishi wa habari mkoani Mtwara kwa lengo la kujadili masuala mbalimbali yanayohusu tasnia hiyo, hasa katika kipindi hiki cha kampeni, lakini pia katika kuelekea katika uchaguzi mkuu ambao unaenda kufanyika siku ya Oktoba 29 mwaka huu. Faida Online TV tumehudhuria kikao hicho na kukuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Kwa jina naitwa Juliana Laurent, ni afisa uchunguzi mkuu kutoka Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, ofisi ya Dar es Salaam. Waandishi wa habari ni watu muhimu na wadau muhimu katika ukusanyaji na usambazaji wa taarifa hapa nchini. Ndugu washiriki, kama mnavyofahamu kwamba mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi, hivyo wananchi watapata fursa ya kutimiza haki yao ya msingi ya kuchagua na kuchaguliwa katika nafasi za uongozi ikiwemo urais, ubunge na udiwani. Katika kutimiza jukumu hili, tume inatoa elimu ya uzingatiwaji wa haki za binadamu na misingi ya utawala bora wakati wa uchaguzi kwa waandishi wa habari katika mikoa 14 ya Tanzania bara na 5 ya Tanzania visiwani. Ndugu washiriki, lengo la kutoa mafunzo haya ni kuwakumbusha waandishi wa habari kuhusu umuhimu wa kuzingatia haki za binadamu na misingi ya utawala bora wakati wa kutekeleza majukumu yao, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mnapotekeleza majukumu yenu, tunawaomba mzingatie maadili ya kazi yenu, haki za binadamu na utawala bora. Na hawa ni baadhi ya waandishi wa habari ambao wamehudhuria katika kikao hiki na mpata nafasi ya kuweza kuzungumza machache kuhusu kile ambacho wametoka nacho hapa leo. Jina langu ni Bryson Mshana, katibu wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Mtwara. Kwanza nishukuru kwa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora kwa hili tukio ambalo wamelifanya siku ya leo. Kwa hiyo sisi kwetu ni jambo kubwa na tunafurahi kwamba tumeongeza wadau wetu muhimu wa habari, sababu sisi tuna wadau wetu wengi ambao tunafanya nao kazi katika mkoa wetu. Sasa tunapokuwa na wadau wengine na hususi kama hawa, inakuwa ni jambo jema, kwa sababu hakuna namna unaweza ukatenganisha Tume ya Haki za Binadamu na sekta ya habari ambayo sisi tunaitumikia. Kwa mimi naamini kwamba kwa shughuli zetu tunazofanya za kihabari, kwa namna ambavyo tunakutana na mambo mengi ya kijamii, na wenyewe mmeona hata shuhuda zilizotolewa hapa, ni kwamba waandishi wa habari ni wadau muhimu na watakuwa na vitu vingi vya kuwashirikisha, na kwa sababu tayari ofisi ipo, mawasiliano yapo, mmetupa na vipeperushi, mambo mengine tutaendelea kusoma kwenye vipeperushi, mengine tutaendelea kusoma kwenye website, mengine tutaendelea kuwasiliana, basi nafikiri itakuwa ni jambo jema sana. Nashukuru sana kwa mafunzo haya ambayo tume imeweza kutufundisha sisi kama waandishi wa habari, na tunaahidi kwamba tutaenda kuyafanyia kazi kama tulivyopewa elimu. Unaweza kutumia taaluma yako ya waandishi wa habari kuharibu au kujenga. Kwa hiyo kuelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu, naamini kama waandishi wa habari tutaweza kuandika habari zetu kwa kuzingatia kanuni na taratibu za kiuandishi ili kuweza kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa vizuri. Kwenye mafunzo ya leo nilipata kukumbushwa baadhi ya mambo, ikiwemo kujua mipaka yangu hasa kwenye habari za uchaguzi na kuandika habari ambazo hazitoleta uchochezi wala kufarakanisha jamii. Kwa hiyo wito wangu kwa waandishi wa habari wenzangu kuhakikisha tunazingatia miiko ambayo kama waandishi tunapaswa kuizingatia ili kuhakikisha tunaijenga jamii iliyochanya ama iliyokuwa bora kwa maslahi mapana ya taifa. Na mtazamaji wa Faida Online TV, mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.